Acha Maneno TV Station. Naitwa Sali Baba. Leo ndani ya nyumba niko na mtu mkubwa kama jinsi mnavyomuona. Anameremeta kweli. Ndio, sitaweza kumuongelea lakini sinajua bwana Mungu hajafanya makosa. Amekuja na muumba kila mtu na mdomo wake. Ila sijui labda jina lake ngumu nisije nikalipotoka vibaya. Sasa nisipoteze muda nitasema kwamba kiongozi karibu kwa sababu sina budi kukaribisha na siwezi nikakusemea jina lako kwa sababu una uwezekano wote au una uwezo wote wa kutaja jina lako. Labda sije kwa ngumu sana, unajua. Kwa hiyo karibu watu wakufahamu ni nani. Ya, nashukuru sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Enoch Zakaria. Ndio majina yangu, naishi hapa Louisville, Kentucky. Ndio napoishi. Sawa. Kama jinsi alivyojitambulisha anasema Enoch Zakaria. Sawa, najua sio geni zaidi sana kwenye watu tuliopitisha hapo nyuma kwenye interview ya wanakundi la Acha Maneno. Najua hilo jina liko ndani. Ukifuatilia vizuri kwenye interview ya Acha Maneno utalipata hilo jina ndani. Kwa hiyo bwana Enoch, kwa hiyo mimi nina maswali mawili au matatu hivi. Lakini kuna moja tu la kichokozi hapo mbele. Ya sasa swali la kwanza ni kwamba interview iliyopita kuna kiongozi ambaye alisema yeye anaitwa Francois Isaya. Yeye yuko vipi kwenye Acha Maneno? Ya, Francois Isaya katika Acha Maneno ndio naweza nikawa nimesema kwa kifupi nitasema yeye ndio kama vile baba wa Acha Maneno. Yani rais. Yeah. Okay. Sasa alikutaja mle ndani. Akasema kuna Eto Zakaria, akasema kuna Azina Zakaria, baadaye akasema kuna Enoch Zakaria. Sasa wewe uko vipi na Acha Maneno au na Acha Maneno TV Station? Uko vipi zaidi sana kwenye TV station ile, kwenye kitengo gani zaidi sana? Yeah, mimi najua mwandishi hapo naweza nikawa nimesema nitaanza mwanzo kidogo. Ndio. Kwa sababu nitaongelea kwanza kuhusu Acha Maneno, baadaye nitakuja kwenye TV station. Sawa kabisa. Kwa sababu nafahamu kwenye Acha Maneno nimeongeleka na mimi niwemo, jina langu lipo na watu wengi wananiona katika kile. Na mpaka sasa hivi watu wengi wanaweza kawa wananiuliza bana, huyu Enoch kwenye Acha Maneno ni mtu gani? Ndio. Hanatumika katika nafasi gani? Kwa sababu hiyo ni swali ya watu wengi wanaweza kawa wanajiuliza. Ndio. Ya, mimi katika Acha Maneno mimi Enoch nina vingi ambavyo vinatumika. Nimehusika kwa upande mwingi sana, mambo ya protocol. Okay. Kupika chakula. Yaani kuandaa muziki. Pakiwa bana kuna tatizo ya kwenda bana tuna shida fulani natakiwa kwenda kutafuta sehemu. Ya hiyo ndio utafutaji yule kwenye mambo ya na kwenda kuchukua na kinakuwa muda mwafaka kinafikia pale. Ndio sehemu nipo katika Acha Maneno. Watu wakuu mwenyewe bana. Sawa, na vipi kwenye TV station? Ya, uko vipi? TV station? Kwanza nina furaha, najisikia furaha sana hata mimi kusikia TV station. Ndio. Ni kitu ambacho kinanipa furaha na najisikia ni mtu mwenye nguvu sana. Katika TV station naweza nikaongelea kwenye watu. Mimi katika TV station ni mmoja wapo anahusika katika TV hii. Na katika kwenye TV mtakuwa na vipindi pia vinavyohusikana, mtakuwa mnanisikia mimi nipo katika vipindi TV. Mimi katika TV station hii hapa nimesimamia upande wa matukio. Yaani kuchukua taarifa zozote zile. Mwandishi kupitia hii state na state yoyote chochote kinachoendelea kinanihusika mimi na chochote kile nitakuwa niko na connection ya kile natakiwa nikifahamu. Na hiyo nawajibika kileta katika TV. Kwa sababu kuna ndugu wengi wapo hapa Kentucky au wafahamu kinachopitia Indiana, Texas, Arizona, chochote mtakuwa mnakipata kupitia mimi hapa. Nzuri sana. Ndio hicho mwandishi. Sawa, najua mmemsikia. Kwa hiyo kama uko vizuri sana na sisi au kama unatufuatilia basi itakuwa ni vizuri sana au vigumu kwa muda mwingine kumpata au kumtafuta. Na kama ikiwa vigumu wewe kumpata au kumtafuta, basi kuna namba hapo chini tutaiweka ili upate kupiga simu kwa kumtafuta jamaa. Yeye ndo mwandishi, yani anayechota
taarifa za habari kutoka nje ya nchi au nje ya state au ulimwenguni kuja kututangazia sisi hapa Marekani au kwenye state ya Kentucky au Siri ya Louisville. Kwa hiyo kama Gisa alivyosema, anaitwa Bwana Enoch Zakaria. Sawa, swali la mwisho ni kwamba kuna watu wengi wanaongelea kuhusu acha maneno. Twende kwenye kundi lako hilo la acha maneno. Sasa acha maneno, kama Gisa alivyosema, kiongozi alisema kwamba ni kundi la maendeleo. Na kuna watu wengi wanataka kuingia kwenye hilo kundi sasa, lakini wanakuwa kauchanganishi kidogo hapo kusema sasa ni kundi la maendeleo kwa nini? Kwa nini zaidi sana? Leo kwa ajili ya masherehe au mtu akiwa na sherehe yake ndio analeta au liko vipi zaidi sana? Kwa hiyo kwa wale wanaotaka kuingia kwenye kundi zima, unaweza kuwaambia kitu gani ili waje na waje kiroho safi, wasije kama vile kwa kusema kwamba acha na mimi niingie kwanza nijue kilichomo huko ndani, kama vile mtu anatoka hapa anaenda kuingia kanisani eti acha kwa niingie kwa huyu pastor nione kwamba anahubiri kivipi. Sasa wewe utamwambiaje yule anayetutazama hapa kwamba ukiingia kwenye hili kundi kuna 1 2 3 na sisi tunasimamia hapa, ukitingiza hapa basi sisi na wewe hatufahamiani. Karibu. Nashukuru mtangazaji. Ndio. Najua katika kuishi na katika vikundi vipo vingi. Ndio. Kila kitu katika kundi, unaweza ukaingia kwenye kundi inakuwa na mikataba na sheria zao. Ndio. Kwa hiyo huwezi ukaenda uchukulie kitu wanasema eti mimi nimekwenda kwenye hili kundi. Mimi kama mimi nitafanya vya kwangu vya hapana, sheria zitakufuata mkondo. Ndio. Ziko na sheria zake. Ndio. Nakumbuka kuna kauli ilianza kusema hapo zamani eti kuna kundi la acha maneno walichukuliaje. Ndio. Siku zote kila mtu binadamu anakuwa na hisia zake na mawazo yake kulingana na kile anavyopenda kuishi. Ila ni vigumu sana kifuata na kila neno kile kinachopendwa na watu na kinachofanya mazuri siku zote huwa kinapigwa na watu. Ndio. Kwa hiyo yule mtu anapokuwa nimependa hicho kitu, mwingine hata kipenda ataona ule ni anafanya ule anatuletea ujinga tu. Ule anatuletea ujinga. Hilo sio vizuri. Kwa hiyo kundi la acha maneno ni kundi nzuri tu sana. Ndio. Na kundi lenye watu linapenda watu na linahitaji watu kuja kwa wengi, lakini wana misimamo na sheria zao zilizowekwa. Ukienda kinyume na katika zile sheria, hawatakufahamu wewe, wanajulikana, wanakuwa wanakukimbia. Ndio kabisa. Unaona? Kwa hiyo kwa kila kitu kinapokwenda, hata kanisani tunakwenda, Mungu naye ana mikakati yake. Katika zile Mungu aliweka amri 10. Zile amri 10 ni amri ambazo Mungu amekataza mtu usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi. Kwa hiyo ukifanya kile ambacho Mungu alichokuambia umekeuka, una adhabu yako. Ndio. Na ndivyo acha maneno na kwenda katika misingi na sheria kama zile zilizopangwa. Yaani ukichukulia acha maneno ulivyoiona unaitamka kwa rahisi kwenye mdomo wako, acha maneno. Ni rahisi kuitamka. Ila sivyo kilichokuwa ndani yake. Unakichukulia katika mdomo tu, ni acha maneno, acha maneno. Utaisema lakini ina mambo yake ndani, au hujaifahamu kiundani sana. Sawa, kama Gisa amesema. Kwa hiyo anayekutazama sasa hivi utamwambia nini kiongozi? Anataka kujiunga na wewe pamoja, utamwambia nini sasa? Namkaribisha tu, karibu. Sawa. Haje na lengo nzuri, asije na lengo la kuharibu. Kwa sababu acha maneno sio ya fujo, ni ya maendeleo. Ina maendeleo. Shida ya huyu anapokuwa na shida, acha maneno anajua tutafanya hichi, ila maendeleo yaendelee. Ndio. Atupo yoyote anayehitaji kujiunga katika acha maneno, tunamkaribisha, mlango uko wazi, lakini aje anafahamu acha maneno ina mkakati wake na sheria zake. Unaposhindwa kuelewa zile misingi za acha maneno na sheria zake, acha maneno na wewe hawakufahamu. Sawa kabisa. Kwa hiyo maswali yako mengi, ila ndio hivyo, nisikukokotee muda zaidi au nisikuchukulie muda, kwa sababu najua watu wazima bana. Mtu akiangalia gisi umevalia hapo, tazani kama umeishi Ikulu hivi. Lakini ndio hivyo. Sawa, najua umemsikia kiongozi au mtu mzima kama Gisa amesema. Kwa hiyo
kama una dukuduku, kama una comment yoyote, kama una hisia yoyote kuhusu kundi la Acha Maneno, basi unakaribishwa, na kuna namba zitawekwa hapo chini kwa ajili ya kuwatafuta wana Acha Maneno. Kwa hiyo ukitaka kuongea na yeye mwenyewe, basi hizo namba utasafirishwa moja kwa moja mpaka kwake yeye bwana kiongozi. Kwa hiyo ila kuna swali la kizushi hapa. Swali ya, kwa sababu ukiangalia upande wangu hapa niko mwenyewe, lakini upande mwingine hapa kuna malikia fulani hivi, sijui kama kashushwa kazaliwa au kwa vipi, yaani kuna watu wengine Mungu bwana ndio hivyo. Kwa hiyo bwana kiongozi, naona siku ya leo tulikuita, lakini ukaona siwezi nikawaka vizuri, lazima niende na taa nyingine hapa, au naona kitu kina meremeta hivi kama ameshushia watu hivi. Kwa hiyo utatuambia nini, dada yako, shemeji yako, shangazi nini, au mama au ndo pale? Karibu. Mama ni mama tu. Ndio. Kwa sababu katika jina hilo lilitaja la mama, pia na yeye anawezekana akawa ni mama yangu. Ya, mwanamke. Kwa kuwa yeye ni mwanamke. Ndio alionizaa. Na mpaka mimi nipo hapa kupitia yeye. Ndio. Kwa hiyo ila nahitaji kuambia ndugu zangu, mashabiki zangu wanaoniona na sasa hivi, huyo niko nako upande wangu wa kulia hapa. Huyu hapa niko naye ndio shemeji yenu. Kitanda hicho. Ndio ubavu wangu. Mke wangu. Sio kupapasa kabisa. Fanya fujo unaona. Huyu hapo kigusa tu basi. Kama kawaida. Unaona moto wangu mtawaka. Sawa. Kwa hiyo anaitwa nani vile? Au sio vibaya kutamka jina lake? Kwa hilo anaweza kujitambulisha mwenyewe, hapana nisiwa kumsemea. Sasa labda tusikie sauti. Kwa hiyo naitwa nani shemeji yetu, tumeambiwa. Majina naitwa Asina Wilonja, ndio jina. Asina Wilonja. Natokea Maryland. Karibu na Washington DC huko, watu wakubwa sana kama DC wanaendeleza hapo, watu wakubwa hivyo. Basi mimi niweze kuwashukuru kwa ujio wenu kwa leo, lakini sio mara ya mwisho mimi kuingia kwa ndani, kwa sababu vipindi bado ni vingi na tutakuwa tunahitaji mambo mengi kulingana na wanaotutazama, kulingana na comment zao na kulingana na message zao, kulingana na simu yao. Kwa hiyo jisikie huru kwa chochote kile. Kuna namba itakuwa hapo chini. Piga simu, tuma message, achia comment kwenye YouTube ili tuwe tunajua kwamba wewe kama hujaelewa kitu chochote kile kuhusu haya ambayo tumeongelea hapa au kuhusu kundi nzima ya Acha Maneno, basi achia comment yako au piga simu. Na kama jinsi alivyosema kiongozi, ukiwa tayari kujiunga na Acha Maneno group, basi karibu kama jinsi amesema. Lakini amesema kwamba kuna sheria ambazo zipo. Kwa hiyo kulingana na hizo sheria lazima ufate kama jinsi walivyosema. Kwa hiyo niweze kusema asante kiongozi kwa ujio wako, na sema kwamba karibu tena kwa siku nyingine. Nashukuru, tupo pamoja na tutaendelea kwa pamoja. Asante. Na kuwakilisha kundi la Acha Maneno na TV station pia. Na kuwajuza wandugu zetu wengine waliokuwa mbali wapate kufahamu Acha Maneno kitu gani na Acha Maneno inalenga kitu gani zaidi. Ndio. Asante sana, na mimi nashukuru kwa nafasi hii, kwa kunitembelea na kunialika kufika mahali kama hapa kwa kuongelea hoja kama hii. Asante sana. Ila kuna kitu cha mwisho hapa. Kuna Waswahili wanasema kuna neno la wazee wale wakale wale. Kwa sababu tunajua nchi imeharibika sana. Kuna neno ambalo unaweza kawaachia wale wanaokutazama ili wapate kutafuta tena. Yaani kaneno tu kafupi tu kale, kama vile kama mfano fulani hivi, ili azidi kuchanganya kichwa, aseme kwa nini yule jamaa akasema ile neno pale ndani. Kama lipo
ila kama alipo basi siku nyingine Hilo fresh. Kwa sasa hivi hilo alipo lakini alipo itatokea katika nafasi nyingine. Sawa sawa. Basi nashukuru sana tena kwa watazamaji wote. Naitwa Sadi Baba. Tukutane wiki ijayo. Mungu akitu